Justin Muturi aliyekuwa waziri ndani ya serikali ya William Ruto, aliyekuwa mshauri wa serikali Attorney General. Kuna yale mambo ambayo Justin Muturi anaibua, ni yale mambo ambayo sisi kama wananchi katika kwenye bunge la wananchi huwa tunasungumzia kila kuchao, ya kwamba hatuwezi songa mbele kama taifa wakati Mheshimiwa Rais William Ruto bado ni rais wa Jamhuri wa Kenya. No way. Muturi alikuwa anahojiwa katika kwenye television fulani, na Muturi ameweka wazi yale ambayo inafanyika ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Jambo ambalo nataka kusungumuzia ni jambo ya corruption ambalo Justin Muturi anasungumuzia kwa kinywa pana. Ndugu zangu, mambo ya fisadi huwa nikisungumuza kila nyakati. Watu wanasema kwamba mjukuu hapendi serikali, mjukuu ni mtu ambaye anapenda kupinga vitu, lakini hatimaye yale ambayo nilikuwa nikisungumuzia kila nyakati, Justin Muturi huwa anasungumuzia ya kwamba ufisadi ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, ya kwamba Mheshimiwa Rais William Ruto sio kiongozi ya kumaminika hata kidogo na uongozi wa taifa la Kenya, kwa sababu mambo ya ufisadi ndani ya serikali lake. Muturi alikuwa anahojiwa na Nation FM ambayo inamilikiwa na NTV. Yale ambayo Muturi anasungumuza ni jambo ambayo ya kutamausha ndani ya taifa letu ya Kenya, iwapo inafanyika jinsi Muturi anasema, ya kwamba hatuna uongozi, ila tuko na viongozi wanayojaza mfuko zao na tumbo zao na fedha la wananchi na mkopo ya kimataifa kwa ajili ya kisingizia maendeleo, na kumbe pesa zote zinaliwa na wachache ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Muturi anadai ya kwamba Mheshimiwa Rais William Ruto alimwagiza ya kwamba haweke sahihi na nchi ya Uturuki zaidi ya kima bilioni 100 ambalo ilikuwa naenda moja kwa moja kwa mfuko ya Mheshimiwa Rais, ambalo haifaidi Mkenya ila inamfaidi Mheshimiwa Ruto. Ila Muturi alikataa kabisa kuweka sahihi kwa ajili alijaribu kuangalia na ina faida kwa Mkenya wowote, ila fedha hizo ilikuwa inaingia moja kwa moja kwa mfuko ya Mheshimiwa Rais William Ruto. Hii ni jambo ambalo nataka kulinganisha na zile fedha ambazo Mheshimiwa Ruto alifanya naye kampeni ya AU nusu bilioni 524 million Kenya shilling. Ukichukua zaidi ya nusu bilioni ukiweka katika kwenye upande wa matibabu, hatutakuwa na tatizo la mgomo ya madaktari. Ukichukua nusu bilioni ukiweka katika kwenye upande wa afya taifa la Kenya, kaunti zote 47, hatutakuwa na mgomo ya nurses, kwa sababu tatizo lao imetataliwa kabisa na serikali, kwa sababu pesa ipo. Chajabu, nurses wanafanya migomo kwa sababu ukosefu ya kuweka ile agreement ya CBO kati yao na serikali kuu na serikali ya makaunti, kwa sababu pesa haitoshileshi. Madaktari wanafanya mgomo kwa sababu fedha haitoshi, kwa sababu pesa huwa inachelewa katika kwenye national government kutumwa kule maeneo ya county government, ili inafanya county government wanachelewa kulipa madaktari. Kisha mgomo na CBO madaktari inakwama kwa sababu hawana fedha ya kutosha. Je, iwapo William Ruto angechukua hizi nusu bilioni zaidi ya kima milioni 524, hawapo Ruto angekuwa ametuma hii pesa katika kwenye county government, hatungekuwa na mgomo ya madaktari, tungekuwa tumetatua tatizo la mgomo la daktari hapa nchini Kenya. Lakini kwa sababu fedha hizi ilikuwa nawekwa katika kwenye njia mwafaka ambayo wanaweza kuiba kwa rais, ndio maana unaambiwa kwamba tumetumia zaidi ya nusu bilioni kwa kampeni ya Mheshimiwa Raila Odinga AU, yenye ifaidi Mkenya, inafaidi William Ruto na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Silaumu Mheshimiwa Raila Odinga kwa sababu yeye hakuwa anatoa pesa. Mtu mwenye ambaye anatoa pesa ni Mheshimiwa Rais na serikali lake. Swala ambalo nauliza Mheshimiwa Ruto, iwapo unapenda afya zetu kama wananchi, Kwa nini tatizo la nurses huwa isuguliki?
Mwezi jana wa 3 tumekuwa na mgomo ya Moi Referral Teaching kule Eldoret, migomo ya nurses kwa sababu hawana pesa. CBO zao ijatiliwa manane na serikali kuu kwa sababu waliahidiwa kwamba watafanya yale matakwa zao na maslahi zao jinsi walikuwa wamekubaliana na serikali kuu pamoja na serikali ya makaunti. Hii ni jambo ambalo imesunguka kila pembe zote ya taifa la Kenya. Tumeona migomo hapa jijini Nairobi kwa sababu fedha hazipo, lakini ukisikiza zaidi ya bilioni 2.6 ambalo Mheshimiwa Johnson Sakaja Arthur, gavana jiji kuu wa Nairobi, anafanya malipo ya kulipa maloya kwa sababu kesi ya county government unashindwa ya kwamba tunaporwa kwa ajili ya sisi hatufai kuishi, ya kwamba Ruto, Sakaja na wengineo ndio wanafaa kuishi. Iwapo Mheshimiwa Johnson Arthur Sakaja, gavana jiji kuu wa Nairobi, anaweza tenga zaidi ya bilioni 2.6 kwa ajili ya malipo ya maloya, na nurses wanafanya migomo, lakini pesa ya kulipa maloya mahakimu zipo, pesa ya kulipa madaktari hazipo, pesa ya kununua madawa hazipo, pesa ya kulipa madaktari hazipo, lakini pesa ya kulipa mahakimu ambao wanasimamia makesi ya county government wa Nairobi zipo zaidi ya bilioni 2.6. Ndugu zangu, kuna mambo mengi ambayo Justin Muturi anaibua chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais William Ruto ambayo mimi pia kama mwananchi wanauliza. Wale waliouzia wakulima wa taifa la Kenya mbolea gushi zaidi ya bilioni 3 ikaliwa na ikapotea. Swala ambalo nauliza, ni nani aliyehila ama ni nani aliyeuza mbolea gushi ndani ya serikali ya Kenya Kwanza kwa ajili ya kuwalaghai wakulima wa taifa la Kenya? Kisha waziri wa kilimo ambaye alikuwa seneta wa Meru hakangatuliwa, kisha mali ya wananchi hakurudishwa. Wananchi walinunua mchanga changarawe, kisha hela zao zikazama na zikakunywa maji. Hakuna mtu ambaye anasungumuza, wala rais wala naibu yake wala serikali lake, wote wamekimya kwa ajili ya kugandamiza haki ya Mkenya. Wakenya, mimi nauliza swali la mwisho kwamba je, uko tayari kuleta mageuzi ama bado umefungwa macho ya kwamba unataka kugusa na mkono kama Tomaso katika kwenye Biblia? Wakati imewadia kwamba ni sisi wananchi ndio tutakaoleta usawa, haki, utengamano ndani ya taifa la Kenya, lakini sio serikali ambayo inawakilishwa na Mheshimiwa Rais pamoja na wapinzani wake. Chama cha ODM kiongozwa na kinara yao Mheshimiwa Raila Odinga hawapo na nia ya kusaidia Wakenya, ila wako na nia maalum ya kutupora sisi kama wananchi wa Kenya. Langu jina ni Mjukuu. Hapa ndipo kuna kabari moto. Hii ni chemichemi ya ukweli. Hapa nikufahamisha, kama ni mara kwanza na kuomba nipe support ya kusubscribe, like video, share, comment kwenye comment section. Mungu akubariki.